Hakika ni wewe Bwana mwenye uwezo na mamlaka. Sifa sana wewe Bwana. Mamlaka yana wewe Jehova. Tunaliabudu jina lako. Tunalisifu jina lako. Tunalitukuza jina lako. Tunalihimidi jina lako. Tunaliabudu jina lako. Katika jina la Yesu Kristo. Wewe Bwana mwenye uwezo. Wewe Bwana mwenye mamlaka. Wewe Bwana mwenye sifa. Wewe Bwana mwenye kila kitu. Nasi Bwana wana wako. Asubuhi ya leo tunalazimisha jina lako. Tunalazimisha jina lako. Tunalitukuza jina lako. Tunalihimidi jina lako. Tunalisifu jina lako. Katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa zetu. Pokea sifa zetu. Pokea maabudu yetu. Pokea kuimba kwetu. Pokea maombi yetu. Pokea Bwana tunayoleta mbele zako. Katika jina la Yesu Kristo. Neema na baraka zako Bwana zidi kushamili. Zidi kuonekana. Zidi kutamalaki. Zidi kudirika. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana ibada hii tunazidi kuiacha mikononi mwako. Tunazidi mikononi mwako. Tunahitaji neema yako. Tunahitaji uwezo wako. Tunahitaji uwezo wako. Bwana uendelee kutamalaki. Bwana uendelee kuonekana. Bwana uendelee kuonekana. Bwana uendelee kupamoja nasi. Onekana wa kila mmoja mmoja. Dirika wa kila mmoja mmoja. Kwa watoto, kwa vijana, kwa mama, kwa wazee, kwa viongozi. Mungu wewe baba yetu. Zidi kutamalaki. Zidi kutamalaki. Zidi kutamalaki. Zidi kuonekana. Zidi kudirika. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Hakika Bwana, ibada hii, ibada yenye ishara, ibada yenye ishara, ibada yenye maana, ibada yenye maana. Mungu wetu baba yetu. Zidi Bwana pamoja nasi. Tubariki Bwana, tubariki Bwana, tubariki nasi. Tubariki Bwana. Tusipoke kama tulivyoingia. Tusipoke kama tulivyoingia. Bwana kila mmoja anapata baraka yake. Anapata baraka yake. Anapata baraka yake. Kila wewe Bwana, kila Mungu mwenyewe. Kila wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Angalia maombi yetu. Angalia maombi yetu. Angalia uhitaji wetu. Angalia kifo chetu. Angalia maombi yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Tunapenda Bwana. Tunapenda Bwana. Tunapenda shida. Bwana kutamake. Bwana kutakao. Bwana kutakao. Katika jina la Yesu Kristo. Tunasema asante Baba. Tunasema asante Baba. Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Wewe Baba ulisema mwanadamu ataamka. Unajua atasema nini katika asubuhi njema. Na asubuhi ya siku ya leo Bwana tunakubariki. Tunakubariki. Kwa sababu unastahili Bwana.
katika matendo yetu na mienendo yetu na kila kitu. Tulikuomba katika asubuhi njema, kuanza usiku Bwana hata sasa asubuhi. Umejua kila mwanadamu amekuhitaji nini katika mchana wa leo, na ndio maana tumekubariki Bwana. Hatua ya kwanza ni ya kwako, ya pili ni ya sisi wanadamu. Baba, sikia kilio chetu katika mchana wa leo. Kila mwanadamu amekuhitaji kila neno na kila tendo katika mchana huu. Na ndio maana tunasema ubarikiwe Bwana, ubarikiwe kwa sababu umetujua mahitaji ya mioyo yetu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ututendee kama vile tukuombayo katika neno lako. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mchapie Bwana makofi na vigelegele kwa wingi. Hakika atakuja Bwana, tuamini hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ipo siku Bwana atakuja kuwachukua walio wake. Waliokuwa na shida watapanguswa machozi siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nina imani waliokuwa wadhaifu miili yao imepona. Haleluya. Haleluya. Ni kipindi cha kuombea watu. Mama bai, dada yangu, uje uombe watu. Katika taji yake sifa njema ya Yesu. Mungu wetu apita jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliyejia miungu yote. Zaidi yako hapana Mungu mwingine. Tunaheshimu na kulinua jina lako Baba. Ndio maana ukawa mfalme Theophilus. Sana wakati Baba tunaheshimu jina lako la kutukuza kwa ajili ya kundi la watoto. Baba tunasema asante kwa sababu kundi la watoto liko katika mikono yako iliyo salama. Ndio maana unawalinda siku zote hivi mfalme. Na siku ya leo tena hapo mbele yako katika madhabahu yako kwa ajili ya kuabudu wewe Mungu wetu wa mbinguni. Tunasema asante Mungu kwa ajili ya mkono wako neema uliotia watoto wako. Niko sana wakati tena wakati mkono wako Bwana. Ninaomba ulinzi kwa ajili ya watoto hao. Ninaomba Baba Mungu kaangalia afya zao. Ninaomba Baba kaangalia maisha yao kiroho na kimwili. Ninaomba Baba malaika wako walinzi wasiokumbukiwa watoto hao. Ninaomba watoto hao Baba kawajenge katika mwili na katika roho. Wasipungukiwe na nguvu na uwepo wako katika jina la Yesu. Amen. Piga makofi na vigelegele kwa ajili ya watoto hao. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tukae tutulie, nikaribishe meza ya matangazo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yataanza matangazo ya kanisa mahali, yatafuata matangazo ya tawi. Kama kuna idara ya vijana kama nao wanao matangazo, nao watakuja kusema, lakini kuna matangazo ya campaign manager ndio watakuwa nafasi ya tatu. Jina la Bwana libarikiwe. Anaanza kanisa mahali, tawi, campaign manager, kama vijana wa tangazo nao watakuja kusema. Mungu abariki. Karibu baba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tulijifunza kutoka kwa vijana wiki iliyopita, na kuna nyakati nyingine zilizopita wao wanapoanza tangazo la kwanza huwa ni nini jamani?
Peter mtu wa tawi. Haya, tangazo la kwanza, Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wetu sisi wote wana wa Afrika. Jina la Bwana libarikiwe. Tangazo la pili, baba yetu mpendwa Askofu Grayson leo atakuwa na makaribisho rasmi ya makundi maalum kwa ajili ya kutoa shukrani maalum, lakini pia atasema juu ya makundi maalum. Jina la Bwana libarikiwe. Ni very special dedication, ni very special occasion, na itasimamiwa na baba yetu Askofu Grayson katika kupokea makundi hayo kwa wakati ambao tutapangiwa na uongozi wa ibada siku hii ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Wiki hii Askofu alikuwa kwenye nisiseme tarehe 16 alipata raha. Alistahili kupumzika, kustahili. Mungu alifanya kazi siku 6. Ya 7 alifanyaje? Alipumzika. Zaidi ya kupumzika alifanyaje? Hapo alistarehe. Jina la Bwana libarikiwe. Kila akitaka kuja kanisani tukamwambia askofu starehe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kule kwa wale ambao wako kazini na kinasara, hiyo tuko tunaita likizo fupi. Jina la Bwana libarikiwe. Askofu apate likizo fupi ili aweze kufurahia matunda ya kazi ya mikono yake. Jina la Bwana libarikiwe. Imepitia kwenye makundi maalum na baadaye atasema jina la Bwana libarikiwe. Lakini ni matunda ya kazi ya mikono yake. Jina la Bwana libarikiwe. Tangazo linalofuata sasa, wiki hii askofu likizo basi. Anarudi tena kwenye mshike. Jina la Bwana libarikiwe. Karibuni kwenye Morning Glory tena kila siku kuanzia kesho huwa tunatafakari iwe saa 12, lakini uzoefu unaonyesha watu wengi saa 12 inakuwa ni mapema sana. Kwa hiyo huwa inaanza saa 1 angalau mpaka saa 2. Jina la Bwana libarikiwe. Morning Glory inaendelea kwa spidi kali. Jina la Bwana libarikiwe. Mengine atakuja kutuambia wakati wa makaribisho ya makundi maalum na salamu za makundi maalum. Jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi wa Mungu, wiki tena iliyopita dada yetu mshauri wa vijana alitufundisha msemo mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Niseme nisiseme. Mama mwenye heshima ana jina la tofauti ambalo anapaswa kuitwa kwayo. Jina la Bwana libarikiwe. Baba yetu Rafael Makabende ambaye yuko mbinguni alipata kusema mtu akishakuwa na cheo cha mama ni cheo cha kipekee. Jina la Bwana libarikiwe. Cheo kingine ni cheo cha rafiki. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tarehe 14 hadi 16 tujifunze maneno mawili. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la kwanza tujifunze neno rafiki. Na mnajua nani alisema? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyingine Suzana alisema tutaanza kulitumia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mbona nimepotea Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutatumia huu msemo badala ya kumuita mtu mama, tunamuita mama. Jina la Bwana lisifiwe. Sasa ramani imerudi. Ramani ambayo nilikuwa nataka kusema ni ya mama Pauni. Sasa nilikuwa nitafutia neno mama linatakiwa libadilike liende mama. Benedetta naye sasa anaitwa mama Bene. Jina la Bwana lisifiwe. Haya, tangazo lilikuwa hivi: mama Pauni Saidi pamoja na mama Mwayuma tayari wameshaondoka kurejea Lubumbashi, lakini wameacha salamu za kipekee. Sitazisema mimi maana ni nzito, atazisema baba baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na kijana wetu Nabii Mchungaji Samuel kutoka Izimana kutoka kule Bujumbura
naye anawasalimu, anaendelea vizuri. Lakini kuna kijana mmoja anaitwa Irmidi, naye sasa anakwenda Burundi, na tumemshauri aungane na Samueli wafanye huduma pamoja pale Bujumbura, na tayari najua kwamba kuna maono ya kanisa letu kuwa na mlango pale Bujumbura. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo nitaka nitoe salamu hiyo ya mama Pauni Saidi na mama Mwayuma, tayari wako njiani kuelekea jiji la Lubumbashi. Bwana Yesu asifiwe. Ratiba za katikati ya wiki ni kama ambavyo tuliomba kibali kwa Roho Mtakatifu kwamba kila Jumanne na kila Alhamisi ni maombi hapa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tuliomba kibali kwa Roho Mtakatifu miaka mingi iliyopita kupitia baba yetu Petro Sanja kwamba kila Jumatano na kila Ijumaa ni siku ya mafundisho ya neno la Mungu kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 12. Jina la Bwana libarikiwe. Morning Glory sasa nawe imepata kibali, na bahati nzuri inafanyika kwenye makanisa yote mengi Tanzania, nayo inafanyika kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Mazoezi ya praise team yamekuwa sio mazuri, na praise team iko licha ya kwamba iko kwenye idara ndogo za kanisa, lakini kuna idara kuu ambayo inasimamia, na tayari tumesikia kwamba kuna sheria ndogo ndogo zimewekwa za namna ya kuhudhuria kwenye mazoezi ya praise team. Labda hizo sheria ndogo ndogo hatujazipata bado kwenye baraza la wazee ili tuzipe kibali ambazo zinaambatana na adhabu, na hivyo ndivyo ilivyo kwenye makundi mengi ya kijamii ndani ya kundi kubwa la kijamii kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili kundi lisimama kama kundi linapaswa kuwa na taratibu, kanuni na maelekezo madogo madogo ambayo sheria tunaita sheria ndogo. Sasa neno sheria ndogo huwa linaanzia kwenye serikali ya kijiji. Sasa kwa sababu sisi ni kundi dogo, halifiki hata ngazi hiyo ya serikali, hatuwezi kusema ni sheria ndogo, bali tunasema ni taratibu na kanuni na makubaliano ya makundi ndani ya kundi kubwa letu la kanisa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jina la Bwana libarikiwe. Praise team, angalie namna ya kuwajibishana, namna ya kuelekezana, namna ya kuhimizana na namna mbalimbali za kuhakikisha kwamba mahudhurio yanakuwa mazuri. Tumepata taarifa na pia majukwaa ya jina ambalo linatumika mtaani inaitwa majukwaa sogozi, lakini jina la kitaalamu ni WhatsApp groups zinatambulika kama ni majukwaa rasmi na huwa yana makubaliano ambayo ndani yake yana nguvu fulani. Na wiki iliyopita tumepata taarifa ya mmoja kati ya kiongozi admin wa WhatsApp group moja ameingia kwenye mgogoro wa kisheria kwa namna ambavyo aliongoza vibaya jukwaa lake la WhatsApp. Jukwaa sogozi na WhatsApp aliongoza vibaya na ameingia katika mgogoro wa kisheria. Kwa hiyo tumepata taarifa rasmi kwenye jukwaa letu la kanisa kwamba mahudhurio ya jana hayakuwa mazuri. Tunaomba na tunawasihi kwa jina la Yesu, angalieni utaratibu mzuri kwa namna ya kuhudhuria kwa wingi, kwa wakati na kwa kazi ambapo kila mmoja alijisajili. Jina la Bwana libarikiwe. Mwalimu wetu Davis huwa tunamharamia kila akija kwenye kufundisha wanafunzi praise team pamoja na kwaya El Shaddai, huwa tunamharamia shilingi 13,000 mpaka 15,000. Yaani hapo vituko pamoja na kulea ni gharama. Hiyo fedha anaitoa, najua inatokana ni chef kwa anaitoa, atakuwa aitumie na familia yake. Lakini sasa inatolewa alafu mwalimu anakuja kwa moyo mzuri na kwa moyo wa utayari, na askofu alipata kusema kwa moyo wa wepesi kwa ajili ya kufundisha na ku inspire vijana ili waweze kumove the next level. Kwa hiyo tunaomba na kuwasihi
nilikuwa naenda kwenye tangazo la ratiba za mazoezi wiki ijayo Jumamosi kuanzia saa 8 saa 9 El Shaddai kwenye praise team. Mfike kwa wingi, mfike kwa wakati. Vijana walituambia katika sikukuu yao tarehe 14. Haya, namalizia. Kuna mmoja anataka kunisaidia. Namalizia kabla hujaja. Katika sikukuu, katika ibada ya sikukuu ya vijana, tulifundishwa jinsi ambavyo mhubiri mmoja sitamtaja jina alionyesha insights, alionyesha kutafakari kwa kina kwa nini vijana siku ya kwanza walikuwa wachache, walikuwa 30, siku ya pili wakawa 80 na siku ya tatu wakawa 116. Ni nini ambacho kinapelekea hiyo trend ya 30, 80, 116? Je, kuna kivutio? Je, kuna kishawishi? Ni nini hasa? Kwa tunaomba trend iwe na mahudhurio kwa wingi kwenye mazoezi hayo. Kiongozi wa ibada na askofu, naomba radhi kidogo, nimkaribishe mwanangu mpendwa, mwalimu wa watoto wetu wadogo, lakini pia ndio msimamizi wa mazoezi ya watoto wa El Shaddai kwaya, na ndiye shuhuda wa attendance ya jana. Karibu Fora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikae mbele maana baba nilitaka. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Amen. Kwanza kipekee sisi kama waimbaji wa hapa kanisani tunashukuru uongozi wa kanisa kwa kutuletea mwalimu. Amen. Sasa kwa sababu tayari tuna mwalimu wa kwaya na praise team, basi wanafunzi tujitokeze. Hauwezi ukaitwa mwalimu kama hauna watu unaofundisha. Hauwezi ukaitwa mwanafunzi kama hauna mwalimu anayekufundisha. Jana tulikuwepo kwenye mazoezi ya kwaya. Kweli mahudhurio hayaridhishi kabisa. Na mwalimu alipokuja alituambia kwamba ameletwa hapa kwa malengo makuu mawili. Lengo la kwanza kufundisha kwaya ya kanisa, lengo la pili kufundisha praise team. Sasa kwaya ya kanisa inatakiwa iwe na watu wa aina zote, yaani kuwe na mama, wa baba, vijana, ikiwezekana hata na watoto. Lakini jana yaani kama tulikuwa ladies tu wanne. Lakini kwa sababu mwalimu ana moyo wa kufundisha, alitufundisha. Sasa jamani, tusimwangushe mwalimu. Yule mwalimu wazee wanamtumia nauli kila Jumamosi. Basi tujitahidi kwaya ya kanisa isimame. Tutafurahi tukiwaona wamama, tutafurahi tukiwaona wababa. Ndo maana halisi ya kwaya ya kanisa. Na mazoezi yanaanza saa 9. Nikirudi pia vile kwa El Shaddai, jamani wazazi, naomba muwaruhusu watoto siku ya Jumamosi waje kwenye mazoezi. Hali ambayo inaendelea kwamba watoto hawaji kwenye mazoezi, ndio maana hata kusema leo atahudumu unashinda. Huwezi ukahudumu wakati umefanya nini? Mazoezi. Kwa hiyo pia nawaomba wazazi, watoto waje kwenye mazoezi. Lakini pia na sisi wazazi, vijana, walezi, tujiunge na kwaya ya kanisa. Mwalimu yupo, tena mwalimu mzuri. Mungu awabariki. Amina. Nimemwona Kalista ametikisa kichwa. Kalista, karibu jiunge na kwaya. First blood, first mind, first spirit matters. Karibu kweli. Kila ambacho kiko ndani yako, please exercise it. Fanya mazoezi. Flow ipo. Jina la Bwana libarikiwe. Tangazo la mwisho lilikuwa ni hilo la mahudhurio ya siku ya Jumamosi. Jumapili ijayo kiongozi wa ibada ataendelea kuwa kaka yetu mpendwa, mwenyekiti wetu wa tawi la Dar es Salaam na Pwani, Elia Ndanga. Jina la Bwana libarikiwe. Mzee wa kanisa wa zamu wa wiki ijayo atakuwa Edgar Msimbe. Apewe salamu popote alipo. Wiki ijayo aisimamie yeye yote administratively. Nidhamu, mashauri, malalamiko yote yapelekwe kwa Edgar. Sasa hivi tumeweka protocol
Kama kuna maneno yawayo yote magumu yapite kwanza kwa wazee wa kanisa, na wiki hii mashauri yapitishwa kwa Edgar, na yeye ataipeleka kwa baraza la wazee. Wazee wakishindwa watapeleka kwa mchungaji wetu ambaye pia ni askofu wa kanisa letu la TIFC. Kiongozi wa ibada, naomba radhi nimechukua kidogo muda. Mahudhurio ya leo, wanaume wapo 13, wanawake wapo 25, watoto wako 25 sawa na idadi ya wanawake. Jumla wapo washirika 63. Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaye mgeni mmoja, Kalista Swai, namba yake ya simu iko hapa. Admins itaweka utaratibu namna ya kumuunga kwenye group letu la kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kiongozi wa ibada, tulitakiwa leo tutoe taarifa kadha wa kadha. Naomba nisipe kwa juu sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bishop tusamehe kweli. Bishop tusamehe. Hapo kwetu tunafahamiana. Bwana Yesu asifiwe. Taarifa ya ujenzi wa ofisi ya askofu itaendelea wiki hii. Michango yenu ipo, imeendelea kukusanywa, na kama kuna ambaye ana pledge yake tutapokea tena wiki hii. Ujenzi utaendelea upande wa viti na meza na milango. Taarifa ya meza ya vifaa vya muziki inatakiwa shilingi 100,000 na itatengenezwa na familia ya Asheri. Mwaka tayari wanaendelea kuitengeneza vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ujenzi wa darasa la watoto wiki hii utaendelea kwa kujaza kifusi. Jina la Bwana libarikiwe. Na makusanyo ya uwekaji wa ceiling boards tayari tumekusanya shilingi 380,000 na zipo. Jina la Bwana libarikiwe. 89. Mkitaka tuanze kuweka hivyo mtatushauri. Mkisema tukusanye zote ili tuweke, mtatushauri kwenye jukwaa letu rasmi la kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Taarifa zingine zina wanaohusika, kiongozi wa ibada, kama mtaturuhusu ama tutaangalia inavyofaa. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Karibu uongozi wa tai kwenye matangazo. Wale waliokuwa na mchango wa Sigibodi wamuone Frank, tunataka kurahisisha mambo kidogo. Wamuone Frank kwenye mchango wa Sigibodi. Kwa niaba ya uongozi mzima wa tawi la Dar es Salaam na Pwani, ukiongozwa na mwenyekiti ndugu Elia Dastan Ndaga, kipekee tunatambua uwepo wa baba askofu Grayson Suleiman Badatu, lakini pia tunatambua uwepo wa mama askofu, mama yetu mama Oliva. Vile vile tunatambua uwepo wa mama ambaye pia ni mke wa muasisi wetu mama Asanja. Vile vile tunatambua uwepo wa katibu mkuu wa kanisa, mzee wetu baba yetu Papa Frankie Simba. Lakini pia tunatambua uwepo wa wazee wa kanisa wote. Vile vile tunatambua uwepo wa wakuu wa idara zote, kuanzia ngazi ya vijana, watoto, wa mama na kadhalika. Sanjari na hayo, tunatambua uwepo wa waumini wote
ambao wameweza kuhudhuria katika ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Tangazo la kwanza kutoka ofisi ya tawi la Dar es Salaam na Pwani ni kuhusiana na ushirika wa mwezi ujao. Ushirika utakuwa ni tarehe 7 mwezi wa 12 2025. Sanjani na hilo, ushirika huo utaambatana na kumtegemeza Mama Sanja ambaye ni mke wa muasisi wetu baba yetu Petro Sanja. Lakini pia tangazo la pili, tarehe 4 mwezi wa 12 tutakuwa na kipindi cha maombi kama ilivyo ada mahali hapa Gongo la Mboto kwa ajili ya kuiombea ibada ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangazo la tatu ni yatokanayo na matangazo ya kanisa la mahali ambayo katibu wa kanisa mzee na baba Frank Sima ameeleza kuhusiana na swala zima la gypsum board kwa maana ya ujenzi wa jambo hili ambao tulilipokea kutoka kwa Mama Pauni Saidi ambao leo hii wako safarini kuelekea Lubumbashi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ambavyo imeelezwa na uongozi wa kanisa na msimamizi kipekee ya kwamba baada ya ibada unaweza kumuona mzee kiongozi na katibu mkuu wa kanisa Papa Frank Sima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangazo la tano ni kuhusiana na swala zima la Christmas. Ofisi ya tawi la Dar es Salaam inapenda kuwakumbusha na inapenda kueleza hili kwa upana kwa maana ya kueleza namna ambavyo jambo hili litaweza kutekelezeka. Siku ya tarehe 22, 23, 24 na 25 mwezi wa 12 tutakuwa na semina ambayo hitimisho lake itakuwa ni siku ya tarehe 25 itakayofanyika mkoa wa Pwani, wilaya ya Mkuranga, eneo la Kisembule. Christmas itafanyika pale, na jambo hili tulikuwa tukilizungumza mara kwa mara huko nyuma, lakini leo hii tunapozungumza tumebakiwa na mwezi mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulifanya kikao siku ya tarehe 19 pale Kivule, fikiri ni mwezi wa 8 ule mwisho mwenyekiti. Tulifanya pale Kivule kikao kile kilijumuisha viongozi wote wa idara zote. Lengo la kikao ilikuwa ni kupanga budget na kuona namna ambavyo tunaweza kuendea jambo hili ili liweze kukamilika. Hivyo ofisi ya tawi hatuna budi kukusanya michango hiyo kwa maana ya kukumbushana. Lakini pia tunaipokea leo hii kwa chochote ulicho nacho. Tumebakiwa na mwezi mmoja, kila kiongozi anatakiwa kuchangia kiasi cha shilingi 50,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee makusanyo sio mazuri. Makusanyo hayaridhishi. Tumetangaza miezi mitatu kabla mpaka leo tumebakiwa na mwezi mmoja, lakini makusanyo mwekazina wetu nafikiri hata 200,000 hayafiki. Na bajeti ya Christmas ile tunatakiwa tupate milioni 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa haraka naomba kwa yoyote, kwa chochote ulichokuja nacho, karibu kwa ajili ya kuweza kumtolea Mungu kwa ajili ya jambo hili la Christmas. Siku zilizobaki ni chache na muda umekwenda. Tunatambua tuna mambo mengi, mengine tayari yameshafanyika na yametendeka, ikiwemo swala zima la idara ya vijana ambayo imefanyika mahali hapa. Kwa hiyo kwa sasa tuna mambo makuu kama 2 au 3 ambayo yapo mbele yetu. Kwa naomba mheshimiwa mweka hazina unaweza ukajiongea kama utaweza ili tuweze kupokea. Karibu kwa chochote ulicho nacho. Studio naomba tu wimbo wowote ambao utabarikiwa nao ili tuweze kukusanya michango hii. Baada ya hapo idara ya wanawake ijiandae kwa ajili ya zoezi zima la ununuzi wa gari la askofu. Lakini nilisahau neno moja kuhusiana na symbol. Mwisho wa michango kwa tarehe 30 mwezi wa 11. Kwa hiyo wiki ijayo Jumapili
ndio mwisho wa ukusanyaji wa michango ya siri board. Kwa hiyo hakikisha wewe unayedaiwa, hatuwezi kutajana majina kwa sababu tayari nimeshaelezwa, basi tuweze kukamilisha kulingana na mchango wako. Studio, karibu kwa wimbo wote ili tuweze kukusanya michango hii. Mwenyekiti wa kanda, nafikiri mweka hazina wa taifa, Papa Chesko, akiwa pamoja nasi hapa, tunaweza tukapata neema ya kupokea kile ambacho Mungu ametukirimia. Makofi kwa vigelegele kwa mama askofu. Jamani, karibuni kwa chochote ulichonacho kwa ajili ya kutoa kwa habari hizi. Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Makofi kwa Papa Chesko. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uweka. Ombi langu, Bwana wangu, Makofi kwa Papa peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uweka. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami, uwe nami. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu karibuni kuweza kumtolea Mungu. sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami, uwe nami. Ombi langu, Bwana wangu, peke yangu sitaweza. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Uwepo wako Bwana, uwe nami. Studio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepokea makusanyo ya shilingi 54,000. Mungu awabariki wote ambao wameweza kupunguza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepokea shilingi 54,000 cash. Naomba nikaribishe idara ya wanawake kwa ajili ya utimilifu wa zoezi la ununuzi wa gari la askofu. Karibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa ndio napenda siongee sana. Kwa wale ambao wamekuja na kesho kwa ajili ya gari la askofu, basi karibuni. Anasema
Nasikia anasema njoo kwangu nikurejeshe yaliyoibiwa, yaliyochukuliwa na Mungu. Anasema njoo kwangu nikurejeshe. Yeah.
Bwana Yesu asifiwe. Tumepata kesho 1,108,000. Mungu awabariki. Kwa wale ambao hamjaanza kupunguza, naomba muda umekwisha, tuko nje ya muda. Naombeni mwanze kupunguza, tusitajane majina. Bwana Yesu asifiwe. Anzeni kupunguza mdogo mdogo, maana mdogo mdogo ndio mwendo. Amen. Na kwa wale ambao wamemaliza, kuwabariki. Kwa wale ambao wanaendelea kutoa, waendelee kutoa na Bwana atawaonekania hapo. Makofi na vigelegele. Makofi na vigelegele mbele za Bwana. Makofi na vigelegele kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tulisahau jambo moja. Kwa wale ambao tutazama kupitia mtandao wa kijamii kwa njia ya Facebook, tuna michango ya ununuzi wa gari la askofu kwa kanisa zima la Tanzania International Fellowship Church. Michango hii inakusanywa katika mitandao social network, kwa maana mitandao ya kijamii kupitia namba zifuatazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa njia ya M-Pesa namba ni 0792838376. Kwa njia ya Tigo Pesa namba ni 0678383038. Hizo ni namba ambazo unaweza kutuma mchango wako popote ulipo kwa ajili ya ununuzi wa gari la askofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namba zote mbili majina yanayotokea ni Grayson Selemani Badatu. Amen. Lakini sajani na hilo michango pia Christmas, ukipenda kusupport mtumishi wa Bwana, unayetutazama kupitia mtandao wetu wa Facebook, unaweza kutuma mchango wako kupitia namba zifuatazo. Kwa njia ya M-Pesa unaweza kutuma namba 0769505726, na kwa njia ya Airtel Money unaweza kutuma kwa namba 0789005469. Hiyo ni kwa ajili ya mchango wa Christmas. Na namba hizo zote majina yanatokea Peter Michael Mwenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki unaendelea kutufuatilia kupitia akaunti yetu ya Facebook kwa njia ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nirudishe maiki kwa kiongozi wa kanisa aweze kuendelea na mengineyo. Asante. Bwana asifiwe. Haleluya. Najua Mungu ni wa ajabu sana. Kuna jambo moja huwa linaniuma ndani ya moyo, na nilitaka niliseme leo, lakini kabla sijalisema tayari mama yangu Sibora amelisema. Nilifarijika sana, lakini nitaona matokeo yake. Huwa ninaumia sana kanisa la askofu halina kwaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani kitu ambacho kinaniumiza, kwa nini kuna mboto hakuna kwaya? Hapo kanisani kulikuwa na nani? Askofu. Hilo nilitaka niliseme leo, lakini kwa sababu kweli Mungu wa ajabu ameyaona maumivu ya moyo wangu, kule kumbe kile kitu kinafanyika. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Piga makofi na vigelegele kwa Yesu. Iwe mkoani Dar es Salaam, iwe nje ya Dar es Salaam. Wanasema kwaya Askofu Grayson inaruka, lakini anasafiri askofu yuko peke yake. Katika kanisani hakuna kwaya. Mimi ndio ninaniuliza sana. Kwa hilo tunasema Mungu awabariki sana. Amen. Bwana ibarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ingine ni kwamba tarehe 7 ni siku ya kumtegemeza mama yetu Kristina sana. Watakao
kutengeneza sio viongozi wa chama peke yao, ni kanisa Zima. Maana nikiona juzi kutengeneza mchungaji Gerson ilikuwa ni idara ya vijana peke yao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa hili ni la kanisa lolote ambacho Mungu atakuwa amekubariki. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Umekuja na ng'ombe, umekuja na kuku, umekuja na milioni, una 100,000, una 1,000, una sabuni ya 500 ya kipande, wewe lete tu, Mungu atakachokukuza ndipo atakachokuletea Mungu kwa mtumishi wake Kristina Sanja. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki. Basi sasa ni wakati wa kwenda kula chakula cha mchana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Uandae moyo wako. Tunakwenda kulishwa chakula cha kiroho cha mchana. Hapo ndipo mtu unaweza ukafunguliwa. Yaani bila kuombewa, lile neno tu kifungo kinafunguka. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba ngoma ziingie. Upige wimbo wa mpunga sana. Alafu hapo ndipo atakaposimama mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kutulisha neno la mchana wa leo. Naomba mwimbishaji tuwe na moyo wa wepesi. Tulishakuja somo la wepesi. Tuwe na wepesi basi jamani. Tulishafundishwa. Yaani kwenye wepesi Mungu huwa kuna kitu huwa anafanya.
Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunawasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Wakati mzuri ambao Bwana ametupa. Hatutachukua muda mrefu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bali la kwanza kabisa nilikuwa ni kwa wageni, karibuni wote katika jina la Yesu. Amen. Nisikie tena mko nyumbani. Amen. Amen. Na pia tuna sababu ya kumwambia tena mama yetu Christina Sanja, karibu tena nyumbani mwa Bwana. Tunasikia baraka na furaha kuwa pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Na pia shukrani kubwa kwa ajili hata ya vijana. Amen. Wanani walibarikiwa na sikukuu ya vijana? Sote. Basi kwa jambo langu, kunaweza kuliwa utakuwa na jambo lao lingine. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kama vile ambavyo tulitangulia kuambiwa na kiongozi wa ibada. Amen. Haleluya. Basi wacha tumwambie Bwana asante kwa ajili ya saa hii na tuendelee na neno. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunamshukuru tena kwa ajili ya mchana leo, na tunakuomba Roho wako Mtakatifu azidi kuwa pamoja na sisi, ututie nguvu na utuwezeshe kwa lile ambalo utakalolisema. Acha mawazo yetu yanyamaze kimya, bali neno lako ambalo ndio chakula cha uzima liweze kufunuliwa ndani ya mioyo ya watu. Bwana libariki neno lako, bariki masikio yanayosikia kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Neno ambalo nilikuwa nataka kusema, amen. Na nilisema kidogo kwa ajili ya siku ya vijana, lakini kwa leo nataka niliongeze kidogo. Haleluya.
kulingana na wakati ambao tuliokuwa nao. Najua neno la Mungu, haleluya, aliko tulisimama mahali pamoja, wakati mwingine linaendana na wakati tuliokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kuwafundisha, uweze ukala chakula ambacho hakina njaa ya wakati ule, hakitakuwa na ladha kile chakula. Lakini ukala chakula chenye uhitaji wakati ule, huwa kinakuwa na ladha nzuri kwa ajili ya watu kula. Bwana asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Zaburi ya 51, tukianzia na mstari ule wa 8. Amen. Tusome pale. Amen. Hapo nitawapa kichwa cha habari. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kisha twende kwa haraka. Zaburi ya 51 anzia mstari wa 8 mpaka ule wa 12. Zaburi sura ya 51 mstari wa 8 mpaka 12. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Unifanye kusikia furaha na shangwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko yanasema unifanye kusikia nini? Furaha na shangwe. Haleluya. Amen. Kuna watu, nasema wazi kabisa, kuna watu bado hawajawahi kusikia furaha na shangwe ya wokovu. Amen. Kama mtu hana furaha na shangwe katika wokovu, hata swala la ibada yeye kwake linakuwa ni tatizo. Ukimwambia twende kwenye maombi, ajisikii, kwa sababu bado hajafanyika kuwa na nini? Furaha na nini? Na shangwe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu atubariki. Amen. Tusome pale alafu sasa ndio tutaanza kuifafanua hilo neno kwa ajili ya neno letu. Haleluya. Mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu. Uzifute hatia zangu zote. Fute kabisa hatia zangu. Mungu, Mungu, uniumbie moyo safi. uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, Tenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu Roho wako mtakatifu usiniondoe. 12. Unirudishie furaha ya wokovu wako, Unirudishie furaha ya wokovu. unitegemeze kwa roho ya wepesi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kusoma vizuri. Haleluya. Huyu ni mwombaji ambaye alijua kuwa katika mpango au kuwa katika mapenzi ya Mungu au kuwa katika makusudi ya Mungu au kuwa katika ramani ya Mungu, kuna vitu lazima viwepo ndani ya maisha yako. Bila hivyo utaanza kuona wokovu kama ni mateso. Utaanza kuona wokovu kama kitu ambacho hakistahili, kinastahili watu fulani tu, mimi sina mpango nacho hicho kitu. Lakini maandiko yanasema wokovu juu ya wote wenye mwili. Bwana asifiwe sana. Wokovu ni kwa wote wenye nini? Na kama wokovu ni kwa wote wenye mwili, huyo ambaye aliandika Zaburi hii, Mfalme Daudi, Bwana Yesu atusaidie, alipolitangalia shauri la wokovu jinsi lilivyo. Na ndio maana kuambia watu kuokoka wanaona kama unawaletea dini fulani. Si ndio hivyo? Bwana asifiwe. Wokovu sio dini. Ndio unasikia? Wokovu ni mpango wa Mungu kumwokoa mwanadamu. Haleluya. Kumwokoa mwanadamu ili mwanadamu awe na wepesi wa kumuona Mungu, awe na wepesi wa kuongea na Mungu, awe na wepesi wa Mungu kuwa karibu na yeye. Hilo swala la wokovu. Bwana asifiwe sana. Na katika hii ndio maana unaanza kuona alipokuwa anaongea na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hii Zaburi ya 51 kama alivyosoma mtumishi wa Mungu Peter, anasema katika ule mstari wa 8, haleluya, unifanye kusikia furaha na shangwe. Furaha na shangwe. Wangapi wanasikia furaha na shangwe hasa katika kumtumikia Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bado vijana wengi hawajawahi kusikia furaha na shangwe ya kumtumikia Mungu. Wao wanaonaga kama ni matatizo tu. Bwana Yesu atusaidie. Bwana asifiwe sana. Hata ni swala la kusema ya kwamba sasa ninamwamsha, hebu twende basi, leo ni siku ya ibada. Hiyo Bwana, mimi naona wewe nenda tu, utarudi utanikuta mimi naendelea hapo na mambo yangu. Kwa sababu hichi kitu kinatakiwa kiumbwe, haleluya,
Bwana asifiwe sana. Inatakiwa kiumbe ndani ya maisha ya mtu unifanye kusikia furaha na shangwe. Haleluya. Mimi nakusikia kwamba iwe ni saa nisikie leo kuna kongamano la vijana, leo kuna kongamano la wamama, leo kuna kongamano la maombi, leo kuna kongamano la wababa, leo kuna kongamano linalohusu Roho Mtakatifu, leo kuna kongamano linalohusu mambo ya Mungu. Kila unaposikia vile unasikia furaha na shangwe moyoni mwako ya kwamba na mimi ndiwe mmoja wapo wa lile kongamano pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukaanza kusikia kwamba kila kitu kinachomhusu Mungu unakiona kiko mbali na wewe, anza kumwambia Mungu, hapana, hii sio kawaida kwa maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haya ni maombi ambayo aliyaomba. Na wewe leo hapale pale uliko unaweza kumwambia Mungu, kumwambia Bwana, unifanye kusikia furaha hasa ninaposikia kwamba naenda nyumbani kwa Bwana. Amen. Amen. Ukisikia usifanye hasa unapoona kwamba watu furaha ya wokovu imeingia ndani yao, hasa unapoona wanapoanza kutoa. Sijui unanisikia? Hebu tuletee wimbo fulani tuimbe wakati tunamtolea Mungu wetu. Ile unasikia unifanye kusikia furaha kile kitu ambacho unachofanya kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Iwe hata ni zawadi unampatia mtu wa Mungu. Haleluya. Kuna wakati siku akina mama Pauli wanaondoka pale nyumbani, akasema, papa, mimi sina kitu chochote cha kukupa wewe, tumekaa hapa muda mrefu hapa, unajua zaidi ya mwezi mmoja na nusu pale nyumbani. Sasa yani sisi akanipa buku fulani la kijani nzuri sana buku. Nikasema, na wewe tena unanipa mimi? Bwana Yesu asikie. Bwana asifiwe. Akanipa ile buku, nikasema basi hii buku nitakuwa naandikia mambo yangu tu ya unabii atakao ndani. Ni buku daftari au buku ya shilingi 1000? Buku kubwa hivi kama cha shilingi 2000. Buku yeye kwa sababu mshaelewa buku hela. Bwana Yesu asikie. Unajua watu waliochoka kila wakati wanawaza hela. Haleluya. Ilikuwa ni buku moja nzuri la kijani. Haleluya. Sio hela. Nishangaa hiyo shilingi 1000 ya kijani imetoka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikasikia furaha sana. Nikasema nimepewa zawadi na nabii wa Mungu, basi inawezekana hii ni sehemu ya neema ya Mungu na mimi napokea. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Na mimi nikasikia furaha na wenyewe wakasikia furaha kwa kuwa nimepokea. Amen. Kwa sababu maandiko yanasema imebarikiwa kutoa kuliko kupokea. Nani ukasikia wakati furaha yako iko kubwa kwenye kutoa na kuambia umeokoka. Sijui mnanisikia? Ukasikia moyoni mwako furaha iko kubwa katika nini? Kutoa. Amini Mungu amekuokoa. Lakini ukasikia moyoni mwako swala la kutoa kwako ni tatizo. Swala la kutoa kwako ni tatizo. Amini hapo umekanyagwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana yake ni ipi? Si Yesu alisema katika Mathayo 11:28 akasema, njooni kwangu ninyi wote mnaofanya nini? Mnaoelemewa na nini? Maana yake si mmekandamizwa hapo. Bwana Yesu atusaidie sana. Nami nitafanya nini? Jifunzeni kwangu. Nira yangu ni nini? Laini. Na mzigo wangu mwepesi. Kwa hiyo kwenye swala la Mungu kila kitu kinatakiwa kiwe nini? Chepesi. Hakina uzito. Ukianza kusikia kuomba ni uzito. Bwana wewe umeshaka hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Tena ile ya kuna kitabu fulani cha zamani sana cha kama cha darasa la kwanza ya pili. Kuna jamaa mmoja alimkanyaga mtu mmoja chini hiyo, anaangalia kwa hivi. Maana yule ameelemewa pale hawezi kufanya chochote kile. Lakini tunapoingia kwenye masuala ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaanza kusikia mimi nasikia kwamba uko wepesi saa ya kuomba. Uko wepesi saa ya kutoa. Uko wepesi saa ya kuimba. Uko wepesi saa ya kufanya huduma yote ile. Jua ya kwamba Mungu ameniokoa.
Bwana asifiwe sana. Mungu amefanya nini? Ameniokoa. Wakati mwingine haitakuwa tu hata wepesi hata wa kuiba kufanya nini, lakini itakuwa wepesi tu hata nitakapoona mtumishi wa Mungu ananituma nenda kaninunulie maji, lazima nipate wepesi kwamba leo mtumishi wa Mungu ameniona, amenituma, na bila shaka Mungu wa mbinguni atakuwa ameniona leo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo aliposema unifanye nisikie furaha ya wokovu, na hichi kitu sio tu uombe wewe, omba hata kwa watoto wako. Omba kwa vijana wako, waambie Mungu, ninachoomba uwafanye wasikie furaha ya wokovu hao watu. Kwa sababu sio kama tunalazimishana tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ikiwa kwenye kulazimishana ndio ile mama aende kanisani na watoto. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Amen. Kama baba aende na wao wafanye baba aende na wanamuuliza kwa leo ni kanisani leo. Kwa sababu watu hawajasikia furaha ndani yao. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe sana. Ili hata kama kuwa na wageni, si unasikia furaha ukiwa na wageni. Yaani mimi wageni wameondoka juzi, wengine wananipigia simu leo. Wako njiani tu wanakuja. Wawili tena. Unaona hiyo tena tatizo. Sasa unipa anune au afurahi? Amezoea. Sio kuzoea. Yesu atusaidie. Nilikuwa napiga mahesabu ya mama Pauli kuwepo tu pale nyumbani. Nikiwaambia hata nyinyi wenyewe mtashangaa. Yaani mama Pauli kuwepo hii mwezi mmoja na siku kadhaa, nilikuwa napiga mahesabu ya hela ambazo nimetumia kwa ajili ya wageni. Nikajikuta nimetumia milioni 1.2. No. Hela nyingi. Hata tuulize imetoka wapi? Sasa hiyo hela hivi. Na kweli siku anaondoka ndio tunafika 0. Simu inakuja. Leo mtu pokee jioni hivi, naambia bwana aje akapokea tena Mbezi hapo. Wanatoka Arusha. Yaani baba yake Joshua na mama yake nani? Joshua. Wanakuja. Yule Joshua Kinshasa. Huyu wa Goma alikuja juzi, mama yake ni Reto yule kwao. Ni Joshua yule wa Kigali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa niwapokee hizo wapokee. Wapokee. Sio kuzoea. Ndio hili nalo nisema unifanye kusikia nini? Wepesi. Kila jambo linalohusu Mungu nisikie nini? Nisikie tu, kwa sababu unaposikia furaha ndio baraka inaingia. Amen. Ukianza kusikia tu kusita hakuna baraka hapo. Itakuwa ni manunguniko tu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hiyo inapofika mahala uanze kuona kwamba huyu aliyeomba alikuwa anajua kabisa mimi nimeletwa kwa mpango wa Mungu hapa, ili kutimiliza ule mpango wa Mungu katika lile analolitaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu lazima viumike ndani ya maisha yako. Kama hivyo vitu havipo, kusudi la Mungu litakuwa kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So muulize hata mama Sadi ukiwa pale Makobola pale. Mimi nawaangalianga pale, hawana unga, hawana nini, utasikia kuna kundi limetoka Sima, kuna kundi sili limetoka wapi, lote linakuja pale kukaa. Ninajua siku ya kuja tu, siku ya kuondoka wajua. Mimi namwangalia mama Sadi, anambia yeye bwana wewe ni mzigo wewe. Alafu cha ajabu sio kwamba wanakuja na chakula. Sio kwamba wanakuja na chakula. Ikifika saa ya chakula wanataka kula. Ndio nikakumbuka neno la Malaki nasema leteni zaka kamili ghalani mwa Bwana ili chakula kifanye nini? Wale watakaokuja pale utamwona mtu na tena unakutana na watu wenyewe wenye masharti si ngumu. Unafika pale anakuambia mimi si ugali. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Si ugali na majani. Na wewe sio umeandaa kitimoto, hali kitimoto. Mtihani. Lakini hivi vitu vyote vya kimungu hauwezi ukavifanya mpaka kitu kinachosema unifanye kusikia nini? Furaha. Sasa kuna vingine havina furaha. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen.
Bwana asifiwe na furaha. Amina. Vingine havina furaha, lakini hapa aliomba unifanye kusikia nini? Furaha. Furaha na shangwe ndani yangu, ya kwamba nimtukuze Mungu kwa sababu ni bahati ya kwangu na ni neema ya kwangu kujiliwa na watu kama hao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini neno langu liko pale lile la 12 ambalo nataka niseme kifupi tu hapo tunamaliza. Amen. Amen. Pale mlio mstari wa 12 aliyosema mtumishi wa Mungu Daudi, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alisema neno hili, haleluya. Amen. Lile mstari wa 12 alisema unirudishie furaha ya wokovu. Kumbe wokovu, furaha yako unafanya nini? Unakwisha. Waga unapotea. Wale watu walikuwa wanaimba sana zamani, leo wanaimba. Amina. Wale watu ambao walikuwa wanafanya vitu vizuri zamani, leo wanafanya. Amina. Hata ukiwauliza hivi zamani utabakia tu, ni zamani, usifanye mchezo. Ni zamani, bwana wewe. Mungu si wa zamani. Mungu ni wa jana, leo hata nini? Unakuta unatutishia kwa zamani. Hata Waswahili walisema ya zamani Ya kale yamepita. ya kale yamepita na sasa yanakuwa mapya. Bwana Yesu atusaidie sana. Unakuta hata wachezaji wazuri wa zamani wa mpira, ingekuwa mimi pale nishafunga zamani, ingia sasa hivi uone. Huwezi, kwa sababu unaishi nini? Kizamani. Hatuko analog sasa hivi. Sasa hivi tuko nini? Digitali. Na sasa hivi mambo ya digitali, unamdanganya mtu. Amina. Hauwezi kumdanganya mtu, kila kitu kiko live. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ukitaka kuona ya kwamba kila wakati unapoanza kuona wokovu wako unakuwa wa zamani, maandiko yanasema unifanye upya kama ule upya wa nini? Wa tai. Ya kwamba kila siku itapo leo niwe na ufunuo mpya, niwe na wokovu mpya, niwe na furaha mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapoomba hili anasema unirudishie furaha, au unirudishie ile anasema 12, unirudishie furaha ya wokovu wako. Wokovu nao furaha inarudishwa. Unasikia raha kuwa kwenye wokovu. Zamani ulikuwa ukisikia na wewe unaimba vizuri. Sawa. Zamani ilikuwa ukiimba hivyo machozi yanatoka. Leo je? Nauliza leo je? Kwa sababu furaha ya wokovu hii imeshaondoka zamani. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani siku hizi hata ukienda kwenye msiba, hata kwenye nini, zile nyimbo ambazo wakati fulani zinawatouch watu, zinawagusa. Jamani watu wako makini, wako na utulivu. Siku hizi imba parapanda. Utaona parapanda. Wamepisa. Kwa sababu hakuna tena wokovu ndani yao. Wanaita msaidia. Kwa sababu kile kitu kinachoitwa wokovu hapo nini? Hakipo. Sasa hichi kitu ni cha muhimu cha kuambia kila mmoja wetu, na vijana na wababa na wamama walikuwa, nirudishie furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile furaha ya wokovu maana yake furaha yako inakuwa katika kumcha Bwana. Sijui mnanisikia? Furaha katika kumcha Bwana maana yake nini? Furaha katika kumwogopa Mungu. Unafanya vitu kufurahi, lakini ndani yake vina hofu ya Mungu. Je, hapa ninachokifanya kinamwashiria Mungu kizuri au hapa ninamkosea Mungu? Bwana Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe wapendwa. Nasema tena Bwana asifiwe. Unitegemeze katika roho ya wepesi. Hii ndio nilikuwa nataka kusema, kwa sababu nataka kuzungumzia kitu kinachoitwa haraka. Amen. Unitegemeze katika roho ya nini jamani? Ukishakuwa na wepesi utakuwa na nini? Haraka. Bwana asifiwe sana. Yaani kitu chochote ambacho tunachotamani leo, mchana wa leo, haleluya, nimesema mahubiri au mafundisho ambayo tunayapokea sasa hivi yanaendana na wakati tuliokuwa nao. Hizi nyakati tulizokuwa nazo ni nyakati za nini? Za hatari. Nyinyi wenyewe mnajua, si za kusema.
Bwana Yesu atusaidie sana. Wala si za kueleza. Hizi nyakati za kwa nazo nyakati za nini? Yaani saa yoyote panaweza kutokea jambo lolote. Lakini sasa sisi tunaye Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu atupe ufahamu, Mungu atupe maarifa, Mungu atupe ujuzi wa kujua kutembea na nyakati za nini? Sasa jina la Bwana libarikiwe. Ili kila mmoja wetu aweze kumuona Mungu katika mambo yale ambayo tunayoendelea nayo. Bwana asifiwe sana. Haleluya wapendwa. Haleluya nasema tena. Unitegemeze katika roho ya nini? Ya wepesi. Ili mambo yangu yote ninayoyafanya niyafanye kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Maana yake unaweza usipotegemezwa katika roho ya wepesi kufanya mambo yako kwa haraka. Unaweza ukatoa pesa kazi yako ikawa ni kula maandazi na usifanye kitu chochote. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza ukawa na hela lakini hujui inaenda wapi. Na wauliza uwezi kuwa na hela afu hujui inaenda wapi? Mbona hapa nilikuwa na akili lakini imeshaje hii? Bwana asifiwe sana. Lakini ninachotaka Mungu awape roho ya wepesi. Amen. Ya kutambua kile ulichopata ukifanyie nini ili baadaye kikuzalishie mambo fulani. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu kama tukihitaji mambo yafanyike kwa haraka. Moja kati ya jambo niliwaambia juzi, tabia moja wapo ya Mungu. Hiyo ndio tabia ya moja wapo ya Mungu. Yeye mambo yake mengi anapenda kukawia. Utaomba leo anajibu lipi? Ndio maana hata pale mtoto akamwambia kesho tutapata mtoto. Akamwambia nini? Mwakani wakati kama ushasahau. Ndio analeta majibu. Na sasa kama ukujua kwamba alisema mwakani wakati kama huu na ukapoteza akili yako kusema kwamba Mungu aliniambia wakati kama huu atanitendea hili jambo, utashindwa kujua. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Ya kujua kwamba huyu ni Mungu anaongea na mimi akisema mwakani wakati kama huu. Usipojua utapitwa na ile baraka ambayo Mungu aliyokusudia. Lakini kama Mungu tabia yake yeye anakuaga anapenda kukawia. Lakini natutaka kusema hichi. Sichukui maneno, sichukui muda mrefu. Tunapoomba roho ya wepesi ambayo itakutuletea haraka, nasema yeye hata kawia kuyajibu mambo yenu kwa haraka. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kitabu gani? Danieli sura ya 9 na mstari wa 18 na wa 19 inasemaje? Tusome pale. Danieli sura ya 9. Daniel na mstari wa 18 na 19 inasemaje? Ndio na mimi niangalia. Soma hiyo. Twende. Mbele ya Ezekieli Danieli. Kitabu cha Ezekieli 9 na mstari wa 18 na 19 inasema. Danieli sura ya 9 mstari wa 18 na 19 inasemaje? Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Danieli 9:18-19 inasema hivi. Ee Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie. Hivi unajua Mungu anasikia? Anao. Bila ukubwa kiasi gani? Mpaka ambiwe tega sikio. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mpaka ambiwe tega sikio. Ukubwa wa sikio la Mungu liko. Kama lako. Wewe unaambiwa tega sikio. Kale Yesu atusaidie. Haleluya. Haya twende bwana. Amshauri.
Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie. Fungua macho yako ukatazame ukiwa wetu. Sasa kumbe kuna wakati mwingine anafumbaga macho. Mbona msemi? Kuna wakati mwingine anafumbaga macho. Akistarehe ndio anafumba macho. Yaani huyu aliyeomba alikuwa anamuona. Mungu, tega sikio. Alafu Mungu, fungua macho yako. Kumbe alikuwa amefumba moja lingine wali. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Twende bibi. Na mji ule ulioitwa kwa jina lako. Maana na hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu. Hatuombi kwa sababu tuna haki mbele za Bwana. Unalisikia? Amen. Haya ni maombi ya mtu anayejua kumuomba Mungu. Hatuombi kwa sababu tuna haki. Tunaomba kwa sababu gani? Endelea mbele. Lakini kwa sababu ya rehema zako tunaomba kwa sababu ya Mungu ni mwingi wa nini? Na ndio maana tunapomwambia Mungu kwa ajili ya nchi yetu, hatuombi kwa sababu tuna haki, tunaomba kwa sababu ya wingi wa nini? Hatuwezi jua kuna makosa gani yaliyopitika ndio yanasababisha hizi vitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Hallelujah. Amen. Yaani hatuwezi jua tatizo ni lipi linalosababisha hivi vitu. Lakini tunachotaka kuomba ni kwa sababu yeye ni mwingi wa nini? Aturehemu tu. Bwana Yesu atuhurumie. Twende anasemaje? 19. Bwana, usikie. Bwana, usamehe. Bwana, usikilize. Ukatende. Usikawie. Unasikia anamwambia nini? Usikawie. Kumbe tabia yake. Nimeomba wewe Mungu mwenye hata ajibu. Nimeomba wewe Mungu mwenye hata atei. Nimeomba wewe Mungu mwenyewe hata afanye. Tatizo nililonalo huu mwaka wa 5 haniponi. Kumbe yeye tatizo lake ni nini? Anakawia. Lazima uwe na maombi ambayo ya kumwambia asifanye nini? Usikawie. Na unamwambia wewe na kujiwaga wewe hauna mwili, wewe ni roho. Mimi na mwili ndio maana naumia. Usikawie. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana maombi yetu tunatakiwa tuombe kwa jina la Yesu kwa sababu alifanyika mwili. Yeye alifanyika mwili anajua kiboko kinauma kiasi gani. Ile aliyotandikwa akapiga inauma afu na unauma meno. Ili ndio unisikia ule unauma ni mwili sio roho. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Haleluya. Ndio maana alisema mwili ni dhaifu, roho inazi lakini mwili mwani. Yaani roho inakubaliana na mambo yote kwa sababu haiumiaki. Lakini mwili ukitambikwa ndio unasikia. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo anachosema usifanye nini? Usikawie. Usikawie. Kwa ajili ya haya mambo yanayotaka kutokea. Mungu ukikawia unatupelekea wapi uamsho wa Mungu? Bwana Yesu atusaidie sana. Haya ni maombi ambayo yanayomuomba mtu. Ani mtu anayeomba, haleluya. Amen. Anayaomba akiwa katika kilindi cha maombi. Ukikawia kuna baadhi ya watu watakuwa wamezeeka. Hawataona raha ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwani hapa si tulikuwa na kina mzee Amos, sisi leo jamani, mama sana. Si tulikuwa na kina tulikuwa nasikia kina Elia Misambiko, kina mzee sana. Si wote wameenda mbinguni. Na wote walikuwa wanataja habari ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akafanya Bwana asifiwe. Mungu akafanya nini? Akakawia. Na watu walitamani kushangilia wokovu ambao wangeuona juu ya majilio ya bara la Afrika. Bwana asifiwe sana. Amen. Usikawie. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nina watu ambao ninaowasaidia. Nina watu ambao wanaonitegemea. Nina watu ambao wanaoniangalia.
nina mzazi wangu huyo hapa ambaye kadri maisha yanavyozidi kuendelea ndivyo anavyozidi kudhoofika. Mungu usikawie kunifanikisha maisha yangu ili nijue kulea mzazi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajifunza kitu hapo. Bwana asifiwe sana. Amen. Usikawie Mungu. Na sisi tunamwambia usikawie kabla hizo tarehe. Ulete majibu. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Usikawie. Maana ana tabia ya kufanya nini? Ya kukawia. Mimi nakwambia ndio tabia yake hiyo. Kwa sababu yeye kwake siku moja kwake anahesabu ni miaka mingapi? 1000. Na miaka 1000 ni kwa siku ngapi? Kwa hiyo yeye anaweza akakwambia kesho tu nitakujibu. Kesho nitakujibu. Kumbe anakuja kumjibu kitukuu. Si unaona nasikia mama na kama anakuja kukujibu nini? Kwa wajukuu wako. Kumbe alisema tu kesho utapata wewe. Unapata mtoto. Kumbe anajibu mtukuu. Malaki yeye kule anapozungumza dakika 2 tu story ya kwake, kumbe huku ni miaka 500. Jina la Bwana libarikiwe. Yoyote ambaye leo anaona mambo yake yote hayajatimia, awe na maombi, usikawie. Sijui mnanisikia? Sema usikawie. Narudia tena, sema usikawie. Nasema tena, sema usikawie. Mwambie usikawie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini asikawie? Zaburi ya 119 na mstari wa 60 inasema. Zaburi ya 100. Hiyo sasa kwa haraka sasa. Zaburi 119 na mstari ule wa 60 inasema. Zaburi 119 na mstari wa 60 nitasoma katika jina la Yesu. Amen. 119:60. Ina mstari mingi. Ndio hiyo. Nasoma kwa jina la Yesu. Na nifanya haraka wala sikukawia. Kuyatii maagizo yako. Yaani nalifanya haraka na wala sikukawia kufanya nini? Kuyatii maagizo yako. Maana yake Mungu unaponitegemeza kwa roho ya wepesi, unanipa haraka ya kufanya haraka yale maagizo na niyafanye kwa wepesi. Kinachochelewa wakati mwingine hata tunalo neno la kinabii, lakini vitu vingi vinafanyika kwa nini? Pole na kwa ulegevu. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana asifiwe. Rudia tena mstari anasema, nalifanya haraka wala sikukawia. Kuyatii maagizo yako. Nalifanya haraka. Mungu nipe haraka. Sema Mungu nipe haraka. Mungu nipe haraka. Ya kuyatii na kuyafanya maagizo yako. Maana ndani ya kutii na kufanya ndipo ameamuru baraka. Utakaposikiliza sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kuyatii na kuyatii na kuyashika na kuyatunza maagizo ni kuagizayo leo, ndipo nitakapokutukuza kwa mataifa yote unayokaa dunia hii. Kukutukuza kwako manake anataka kukuheshimisha wewe kwa lile ambalo aliloliweka ndani yako. Lakini unachohitajika ni namna gani ambavyo unayatii kwa haraka hayo maagizo. Ukiwa na roho ya uzito, unawezaje kuyafanya hayo mambo? Bwana Yesu atusaidie sana. Mambo mengi yamefeli kwa sababu ya watu kuwa na roho ya uzito. Na ukishaleta uzito unakumbuka kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Hebu niambie, kila ambacho ulikuwa unasema nitakifanya baadaye, hiyo baadaye unaweza kufanya? Na wauliza, hiyo baadaye unaweza kufanya? Utasema hivi vyombo nitaviosha lini? Hivyo utaviosha lini? Kesho. Hizi nguo nitafua, utazifua lini? Unaiona hiyo kitu hiyo inayoleta shida? Kila kitu ambacho ukakiletea uzito
na utendaji wake utakuwa kwa nini? Kwa uzito, au utakuwa kwa haraka. Bwana asifiwe sana. Na sisi tunachotamani ni kwamba kila mmoja wetu ambaye atakayetegemezwa na roho ya wepesi awe na roho ya haraka ya kuyafanya yale ambayo yanahitajika yafanye kwa haraka. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ndipo tunamuomba Mungu. Zaburi ya 22. Zaburi ya 22, Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 22 na mstari ule wa 19. Haya ni maombi sasa. Zaburi 22 mstari wa 19 nitasoma katika jina la Yesu. Nawe Bwana usiwe mbali. Nguvu zangu. Fanya haraka kunisaidia. Unanisikia? Unaona hicho kitu huyo muombaji anamwambia Mungu. Bwana asifiwe sana. Rudia tena picha pale. Anasemaje? 19 nasema nawe Bwana usiwe mbali. Nawe Bwana usiwe nini? Mbali. Kumbe kuna wakati anafanya anakuwa mbali. Nawe Bwana usiwe mbali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Juu ya mambo yote ambayo yako mbele yetu, kila mmoja amwambie Mungu asiwe mbali na yeye, kwa sababu anahitaji kusaidiwa. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana usiwe mbali na mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tena anasemaje? Nguvu zangu. Nguvu zangu. Fanya haraka kunisaidia. Fanya haraka kunisaidia. Maana yake kama hizo nguvu hazitakuja, jamani, tumeingia shida. Tumeingia mahali ambapo wakati mwingine hatutaweza. Hii dunia ina nguvu kuliko kitu chochote cha nguvu za mwili wetu tulizokuwa nazo. Lakini mwenye nguvu akishakuja kutusaidia, Bwana Yesu atubariki sana. Yeye ana uwezo wa kubadilisha kila kitu ambacho kilikuwa hakijabadilika, kinaenda kubadilika katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Mambo yote yaliyofanyika kwa wepesi au kwa haraka, Bwana Yesu asaidie, yalifuatana na mambo mazuri. Mambo yoyote yaliyofanyika kwa upole na ugoigoi, mabaya yaliyofuata siku zote. Utaenda kusoma kitabu cha Kutoka ile sura ya 12. Bwana Yesu atusaidie. Kuanzia mstari ule wa 5 na kuendelea. Mungu anawaambia wana wa Israeli, haleluya, ya kwamba huyo mwanakondoo mtamla hivi wa kiume. Mtamla kwa nini? Kwa haraka. Kwa sababu ndio saa yenu ya nini? Ya wokovu. Usiku huu ni usiku wa kuangalia sana. Maana yake majeshi yote ya Bwana yanaondoka Misri, yanaelekea Kanaani. Kile kitendo cha kukaa tu na ulegevu, mimi nasema utapata shida. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Haleluya. Yaliyofanyika kwa haraka, mambo mengi yameenda mbele zaidi. Yaliyofanyika kwa